Naam, nakusalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Karibu tena katika masomo yetu ya siku ya leo. Na fundisho letu la siku ya leo linasema kukua kwa kanisa la awali na matukio ya uharibifu wa hekalu katika mwaka wa 70 AD au mwaka wa 70 AD. Na tunaona kwamba baada ya tukio la Pentecost, kama tunavyosoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2, kanisa lilianza kukua kwa nguvu ya Roho Mtakatifu na likaanza kuenea kwa kasi ajabu. Tuko na sehemu 5 ambazo tutaziangazia, na hoja ya kwanza, kichwa cha hoja ya kwanza kinasema kuzaliwa kwa kanisa, kama vile tunavyosoma katika Matendo sura ya 2. Kwa hivyo kilichotokea ni kwamba Roho Mtakatifu aliwashukia mitume. Pili, Petro ambaye alikuwa ni mitume wa Yesu alihubiri, na watu wapatao 3,000 waliweza kubatizwa katika siku moja. Na matukio ya mambo haya ni kwamba kanisa lilianza rasmi Yerusalemu. Alafu pia tunaona ya kwamba ushirika, maombi na mafundisho vikawa msingi. Haya ni kutokana na kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 42. Na katika hoja ya pili tunaona kwamba inasema kanisa kuenea kwa kasi. Kwa hivyo hapa tunaona mitume ambao tunaona wakieneza injili kwa nguvu. Kwa hivyo mitume kama vile Petro na vile vile Yohana walihubiri hekaruni na vile vile nyumba kwa nyumba. Kwa hivyo kutokana na hayo tunaona miujiza na ishara ambazo waliweza kuzitenda, na vile vile tukaona ya kwamba kutokana na miujiza pamoja na ishara vipofu wakaweza kupona na viwete pia wakaweza kutembea, na haya ni kulingana na kitabu cha Matendo sura ya 3. Kwa hivyo hii ilivuta watu wengi kwa imani. Katika hoja ya 3 tunaona inasema mateso yalisababisha kuenea kwa kanisa. Kwa hivyo kuuawa Stefano, kama tunavyosoma katika kitabu cha Matendo sura ya 7, tunaona kwamba baada ya hapo Wakristo walitawanyika na injili ikaenea nje ya Yerusalemu. Na vile vile tunaona ya kwamba, na hapa baadaye ndipo tunapomuona Paulo akianzisha huduma. Kwa hivyo huduma ya Paulo ambaye alikuwa pia ni mitume, ambapo tunaona ya kwamba huyu ndiye aliyesambaza injili kwa mataifa ya kigeni, yaani the Gentile world. Na alianzisha makanisa kama vile Antioch, Ephesus, Corinth na vile vile Philippi. Na hapa ndipo Ukristo ulianza kuwa wa dunia nzima na si wa Wayahudi pekee. Kwa hivyo tunapoangalia sehemu ya 3 tunaona kwamba inasema migogoro ndani ya kanisa. Swala la mataifa, yaani Gentile world, tunaona kwamba hapa nina swali ambalo linasema, je, wasio Wayahudi lazima washike sheria ya Musa? Na hili lilikuwa ni swala la mataifa, the Gentile world, ambalo linasema je, wasio Wayahudi lazima washike sheria ya Musa? Kwa hivyo tunaona ya kwamba baraza la the Council of Jerusalem liliamua. Kwa hivyo kukawa na kikao katika mji wa Yerusalemu ambapo liliamua yafuatayo: wokovu ni kwa neema lakini si sheria. Kwa hivyo ili waweze kuwaingisha wale ambao walikuwa si Wayahudi ndani, waliweza kuja na dhana nyingine mpya ambao ilisema wokovu ni kwa neema wala si kwa sheria. Kwa hivyo hii ikawafanya wale ambao walikuwa si Wayahudi waweze kukubalika katika wokovu.
na vile vile tunaona mafundisho ya uongo ikipenya. Manake tunaona ya kwamba mafundisho ya uongo, wale ambao walikuwa wanafundisha mafundisho ya uongo waliweza kujitokeza, waliweza kupenya na kuanza kufundisha mambo ya uongo. Kwa hivyo walijitokeza walimu wa uongo. Kwa hivyo vile vile tunaona ya kwamba mitume waliandika nyaraka kama vile nyaraka za Paulo, nyaraka za Petro, nyaraka za Yohana, pamoja na zingine nyingi. Tunapoangalia hoja ya nne inasema uhusiano na hekalu la Yerusalemu. Kwa hivyo mwanzoni Wakristo waliendelea kuabudu hekaluni, lakini polepole waliweza kutengwa na Wayahudi. Kwa hivyo baadaye tunaona tunapoingia katika sehemu ya 5, tunaona matukio ya kisiasa na uharibifu wa hekalu katika mwaka wa 70 AD. Kwa hivyo utawala wa Warumi, hapa tunaona kwamba Wayahudi walikuwa chini ya mamlaka ya Warumi. Kwa hivyo kulikuwa na ukandamizaji mkubwa, manake lile ni taifa ambalo lilikuwa limeweza kuliweka taifa lingine chini ya miguu yake. Na kwa hivyo tunaona kati ya mwaka wa 66 na mwaka wa 70 kukawa na uasi wa Wayahudi, na kwa hivyo Wayahudi waliasi Warumi, na matokeo yake yalikuwa ni yapi? Kwa hivyo kukawa na uharibifu wa Yerusalemu katika mwaka wa 70 AD. Kwa hivyo Generali Titus alishambulia Yerusalemu na hekalu likaweza kubomolewa kabisa. Na kukawa na tukio hili likawa linaitwa the Siege of Jerusalem, yani mji wa Yerusalemu ukaweza kuzungukwa na maadui. Tunapoangalia maana ya kiroho ya uharibifu huu wa hekalu, tunaona ya kwamba tunaona mwisho wa mfumo wa sadaka. Kwa hivyo tunaona kwamba hakukuwa tena na dhabihu za wanyama, na vile vile tunaona Yesu tayari alikuwa dhabihu kamili, kama vile tunavyoweza kusoma katika kitabu cha Waibrania sura ya 10 mstari wa 10. Tunaona kanisa likiwa hekalu mpya, kama vile tunavyoona katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16. Kwa hivyo waumini sasa ndio hekalu la Mungu. Na vile vile tunaona kutengana kabisa kwa Wakristo na Wayahudi. Kwa hivyo Wakristo hawakutegemea tena mfumo wa Kiyahudi. Na tunapoangalia sehemu ya 6 au hoja ya 6, tunaona kanisa baada ya mwaka wa 70 AD yalikuwa ni yapi ambayo yalitokea. Kwa hivyo baada ya hekalu kubomolewa, Ukristo uliendelea kuenea kwa kasi zaidi, na tunaona ya kwamba huu Ukristo ukawa dini ya kimataifa. Vile vile tukaona ya kwamba msingi wake ukawa imani kwa Wakristo, na vile vile ukawa si sheria tena na wala si hekalu. Kwa hivyo hapa masomo muhimu kwa kanisa la leo ni kwamba kanisa halikujengwa kwa nguvu za kibinadamu. Na pili, tunaona mateso si mwisho, so ni njia ya ukuaji. Tunaona kwamba mateso yalisaidia injili kuenea. Na vile vile katika 3, vile vile tunaweza kusema kwamba kanisa halitegemei majengo. Kwa hivyo hekalu liliharibiwa, lakini kanisa liliendelea. Na 4, tunaona injili ni kwa watu wote, kwa hivyo si kwa taifa moja tu. Na tunapoelekea kuhitimiza somo la leo, ni vizuri kujua ya kwamba baada ya Pentekoste kanisa lilikuwa kwa kazi kubwa. Pili, lilikabili mateso na migogoro, na 3, halikusimama. Na hata baada ya hekalu kubomolewa au kuharibiwa mwaka wa 70 AD, kanisa halikuanguka, liliendelea kushida. Kwa hayo na kutakia kila laheri. Mungu wetu akubariki. Shalom.